Katika misako yetu inayoendelea tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa 10 hao wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika Machi 14, 2025 mpaka sasa bado unaendelea dhidi ya ujangili, ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka jeshi la polisi, TAWA na TANAPA, ambapo jumla ya silaha 3 zilikamatwa. Hizi silaha ambazo tusema silaha za moto 3 zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu wa wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa. Silaha zilizokamatwa ni shotgun 2 na gobole 1 linalotumia risasi za shotgun. Pia zimekamatwa risasi 22, vichwa 6 vya risasi za kienyeji, maganda 9 ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi 139 na baruti kopo 2 ndogo. Pia vimekamatwa vichwa 2 vya mnyama anaitwa nsia au common dwika, miiba 128 ya mnyama nungunungu, upinde 1, mishale 4 na vichwa vya mishale 15. Waliokamatwa kama nilivyosema wako 10 ni Safari Pasco Tamba miaka 23, ili mkulima mkazi wa Tanga; Jacobo Amori Chigange miaka 50, mkulima mkazi wa Melela. Lakini amekamatwa Matias John Ndalu miaka 20, mkulima mkazi wa Melela. Amekamatwa Hussein Rashidi miaka 66, mkulima mkazi wa Melela. Amekamatwa pia Athmani Robert Matonya miaka 48, mkulima na mkazi wa Vianzi Mlandizi. Amekamatwa Ismaili Omari Mahiyoro miaka 75, mkulima mkazi wa Tandika, Dar es Salaam. Wengine ni Shabani Mohamed Kalesera miaka 50, huyu mkazi wa Mkundi; Bakari Haruna Nzire miaka 53, Abdukarim Ibrahim Mashaka miaka 55, mkazi wa Kilombero, na Nestor Gabriel Mkami miaka 58, mkulima na mkazi wa Melela Mlandizi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha kwamba limemkamata Mwalimu Mkame Living Mwaisumo. Huyu ana miaka 30, ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro, kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hili tukio limetokea tarehe 19 mwezi huu wa 3 muda wa asubuhi huko katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa, ambapo mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, jinsia ya kike, mwenye umri wa miaka 16 wa kidato cha pili, alifanywa ukatili au kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikokuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa huko, na huyu mwalimu alikuwa anakaimu walimu mkuu kwa siku hiyo, kwa hiyo alimtuma mwanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanywa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Na uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili, lakini uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha upelelezi. Wakati huo jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata dereva aitwaye Abubakari Adam Mwichangwe mwenye umri wa miaka 30. Huyu ni dereva na mkazi wa Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari yenye namba ya usajili T661 BXW ikiwa inavuta tera namba T489 BHC kwa kulichoma baada ya kuiba mafuta aina ya diesel lita 35,700 yenye thamani ya shilingi milioni 77,112,000. Hii ni mali ya kampuni ya Asa Logistics Tanzania Limited yaliyokuwa yanasafirishwa, tukio ambalo lilitokea Machi 16, 2025 mkoani Morogoro. Kama mtakumbuka, tulitaarifu kwamba tunamtafuta huyu dereva, kwa hiyo tumefanikiwa kumkamata na hatua za upelelezi zaidi zinaendelea.